Serikali ya Uingereza imeipa China kibali cha kujenga ubalozi wake mkubwa zaidi barani Ulaya katika jiji la London, miaka 8 baada ya Beijing kununua eneo hilo. Uamuzi huo umetolewa na Waziri wa Makazi Steve Reid siku ya Jumanne kabla ya ziara inayotarajiwa ya Waziri Mkuu Keir Starmer nchini China baadaye mwezi huu. Hii itakuwa ziara ya kwanza ya kiongozi wa Uingereza nchini China tangu mwaka 2018. China inapanga kujenga ubalozi mpya katika eneo la kihistoria la Royal Mint Court lililopo karibu na mnara wa London. Eneo hilo lina zaidi ya miaka 200 ya historia. Hata hivyo, mpango huu ulikwama kwa zaidi ya miaka 3 kutokana na upinzani mkali kutoka kwa wakazi wa eneo hilo. Wabunge wa Uingereza pamoja na wanaharakati wa kidemokrasia kutoka Hong Kong wanaoishi nchini humo. Wanaharakati wa Hong Kong wanahofu kuwa China inaweza kutumia ubalozi huo kuwafuatilia, kuwanyanyasa na kuwabana wapinzani wa kisiasa waliokimbilia Uingereza. Wakazi wa karibu wa eneo hilo nao wana wasiwasi kuwa ubalozi huo unaweza kuhatarisha usalama wao na kuvutia maandamano makubwa. Mbali na hilo, wanasiasa wa Uingereza na Marekani wameionya serikali dhidi ya kuruhusu ujenzi huo, wakisema ubalozi huo unaweza kutumika kama kituo cha ujasusi wa China barani Ulaya. Licha ya upinzani huo, serikali ya Uingereza imesema imechukua hatua za kiusalama. Msemaji wa serikali alisema vyombo vya ujasusi vimeshiriki katika kupanga hatua mbalimbali za kudhibiti hatari. Waziri wa usalama wa Uingereza, Danny Jarvis, alisema kuwa China bado ni tishio kwa usalama wa taifa, lakini baada ya tathmini ya kina, serikali inaamini kuwa usalama wa Uingereza uko salama. Wakazi wa eneo hilo bado wanapanga kufungua kesi mahakamani kupinga uamuzi huo. Hata hivyo, Steve Reid amesema uamuzi wa serikali ni wa mwisho isipokuwa kama mahakama itaubadilisha. Ikumbukwe kuwa China ilinunua eneo la Royal Mint Court mwaka 2018, lakini mwaka 2022 halmashauri ya eneo hilo ilikataa kutoa kibali cha ujenzi kutokana na hofu za kiusalama. Mwaka jana, Rais wa China Xi Jinping alimwomba Waziri Mkuu Keir Starmer kuingilia kati ili mradi huo uidhinishwe. Serikali ya Starmer ilikuwa imeahirisha uamuzi huu mara kadhaa, hasa baada ya kuwepo kwa tuhuma za ujasusi na kuingilia siasa za Uingereza na China. Mwezi Novemba, shirika la ujasusi la ndani la Uingereza MI5 liliwaonya wabunge kuwa mawakala wa China walikuwa wakijaribu kuwaandikisha kupitia mitandao ya kijamii kama LinkedIn au makampuni ya kificho. China imekanusha madai hayo ikisema ni uzushi na uchochezi. Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer amesema kuwa kulinda usalama wa taifa ni jambo lisilojadilika, lakini Uingereza pia inahitaji kuendelea na mazungumzo ya kidiplomasia na ushirikiano na China. Hatua ya serikali ya Uingereza kuipa China kibali cha kujenga ubalozi mkubwa zaidi Ulaya inaleta mtafaruku mkubwa, hususan washirika wa kimagharibi dhidi ya uhasama na China kwa miaka mingi. Hasa Marekani imekuwa na hofu kwamba huenda ikatumia njia ya kufanya ujasusi katika mataifa ya Ulaya, ndio maana kumekuwepo na vizingiti vikubwa. Sasa endelea kuwa nasi wakati wote ili uweze kufahamu nini ambacho kitajiri dhidi ya taarifa hii moja kwa moja kutoka huko nchini Uingereza kuiruhusu China kujenga ubalozi mkubwa zaidi katika bara la Ulaya mjini London.